mji. Kijana huyu Macheda tuko naye kwenye kikundi cha New Spirit of Giving. Sisi kama wanachama tumeumia vibaya kwa kumpoteza mwanachama mwenzetu tulikuwa tunamhitaji sana katika kikundi chetu. Na hapa tupo na Mwitameki. Tusikie maoni yake kutokana na tukio kubwa ambalo limeweza kutokea hapa katika wilaya hii ya Tarime mkoani Mara. Karibu sana. Kwa majina anaitwa Mwitameki Mbagi, ni mwenyeji wa Tarime mjini, mtaa wa Starehe, pia ni kiongozi wa mtaa, mwenyekiti wa mtaa, pia ni mwenyekiti wa wenyeviti ya halmashauri ya mji. Kijana huyu Macheda tuko naye kwenye kikundi cha New Spirit of Giving. Sisi kama wanachama tumeumia vibaya kwa kumpoteza mwanachama mwenzetu tulikuwa tunamhitaji sana katika kikundi chetu. Sisi kama kikundi, mwanachama anapofariki tunatoa shilingi milioni 8 kwa ajili ya kumsindikiza mwenzetu. Hapa tumenunua jeneza, tumenunua suti, tumenunua shati, tumekodi gari 2 Costa pamoja na mchomoko kwa ajili ya kwenda kumhifadhi Mweza Busweru. Wito wangu, vijana wanapopata changamoto ya kifamilia watafute watu wazima, watumishi wa Mungu, ili waweze kuwapa maoni ili wasiweze kujinyonga. Tumepoteza nguvu kazi kubwa. Nimemaliza. Asante sana. Na hapa tupo na diwani wa kata ya Bomani, naye pia ana machache ya kuzungumzia kutokana na tukio kubwa ambalo limeweza kuwakumba na kuwagusa wakazi wa Tarime. Karibu sana diwani Mseti. Asante. Mimi naitwa Mseti Gotora, diwani wa kata ya Bomani. Nimeshiriki na vijana wenzangu na wananchi wote wa Tarime kwenye msiba wa rafiki yetu, ndugu yetu, jamaa yetu Frederick ambaye ni maarufu kama Macheda. Macheda alikuwa ni mtu wa watu, ni mtu ambaye anajichanganya, hakuwa mbaya kwa namna yote ile, lakini ndio vile tu kama unavyojua siku zikiwa zimeshapangwa. Mimi ni wasii tu vijana wenzangu, ni wasii ndugu zangu, ni wasii wanajamii yote ya watu wa Tarime. Tuwe tunazungumza, tusikae na vitu moyoni, tusikae na machungu na namna yote ile, tushirikishane, tutengeneze makundi kwa ajili ya kupeana ushauri na mambo kama hayo, ili ayomkuta ndugu yetu Macheda asije yakatukuta na sisi. Naam, asante sana. Na huyu alikuwa ni Mheshimiwa Diwani Mseti kutoka kata ya Bomani. Na hapa tupo na Mheshimiwa Diwani. Na Mheshimiwa Diwani, karibu sana tuweze kuzungumza. Naam, Mheshimiwa Diwani, wito wako kwa vijana ni nini kutokana na tukio hili la ndugu yetu Macheda siku ya leo? Ndugu yangu mwandishi wa habari, kwa kweli hili jambo na tukio hili linasikitisha sana. Kwa msiba huu ambao tumeupata kwa upande wa Tarime hapa, lakini kuelekea Mwanza, lakini pia hasa sisi wana New Spirit tumepata pigo sana kupoteza kijana ambaye ni nguvu kazi, aliyekuwa anategemewa na wazazi, lakini pia hata jamii. Lakini tunawaasa vijana wanapokutana na changamoto kama hizi wasifikiri kwamba wao ndio wa kwanza kukutana na changamoto. Watu wamepitia mambo mengi makubwa kuliko hata nadhani ambayo ndugu yetu Macheda amepitia. Kwa mimi nawaasa vijana wao wavumilivu, wanapohitaji msaada wa kimawazo waweze kushirikiana na watu wenye busara na hekima, wakiwemo hata viongozi wa dini, wakaweza kuwashauri na kuwarejesha kwenye hali zao za kawaida. Matatizo ni sehemu ya watu, kwa hiyo sioni sababu ya mtu kujiondoa uhai wakati kuna watu wengine wanaenda India na sehemu zingine kwa ajili ya kutafuta uhai. Kwa hili jambo limetusikitisha sana kama wanatarime, lakini limetusikitisha sana kwa ujumla kama wanajamii. Kwa hiyo vijana wetu na hata watu wazima wajifunze kupitia ili kwamba hili jambo sio zuri na hata Mungu wetu halimpendezi. Kwa majina naitwa Samson John, jina maarufu sana ufahamika mjini naitwa Mwanaharakati. Mimi ni fundi umeme na ni katibu wa mafundi umeme wilaya Tarime. Kwa niaba ya mafundi umeme wote wilaya Tarime Rorya, tumepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa sana. Maana sisi tunaamini tasnia ya umeme tumepoteza nguzo muhimu, fundi mahiri sana. Macheda alikuwa ni fundi mwenzetu wa umeme na alikuwa anajikita kufanya ufundi wa uaminifu mbele ya wateja wake. Lakini tunasikitishwa na jambo hili lililochukua, maana ni hatua ya kuferi. Tunaamini ni hatua ya kushindwa. Maana yake unapochukua hatua kujiondoa duniani kwa njia ya kujinyonga, tunaamini maana yake mawazo yako yakuwa sahihi sana upande wa malengo ya maisha. Na kitu kingine ni wasima fundi umeme wenzangu wanaokuwa, tujikite, unahisi ukishafika umri wa kuoa, jitengenezee familia. Tunaamini unaweza kuwa una maadili, maana kama kuna jambo hata limekusonga sana kwenye jamii tunazoishi nazo, umekwaza na mteja, umekwaza na marafiki wenzako, tunaamini faraja ya kwanza inaweza kuwa familia. Familia, ukiwa na familia tunahisi unaweza kuwa na maamuzi sahihi, na nahisi na wasi vijana sana tunaojiita watoto wa mjini, basi tujipunguzie majukumu yasiyokuwa lazima.
tujipunguzie starehe sio kwa dharura, fanye starehe kikiwa na kiasi, tujipunguzie kujikita tunaohisi kwa wamama ambao sasa hivi wanaitwa mashangazi, maana tunaamini ni moja kujishushia malengo. Yaani unaamini malengo yako ukiwa na mshangazi, malengo yako yamefika. Kumbe sisi bado tuna safari ndefu. Jamii inatutegemea, jamii naamini kwamba sisi vijana tunaokuwa ndio taifa la leo na kesho. Tunaweza kuwa na mawazo mazuri, tunaweza kuwa na msukumo wa maendeleo kutokana na jamii tunayoishi nayo. Ndugu waandishi wa habari, utapoteza maisha yako bure, kwa sababu masingo mada au mashangazi yeye anataka sikuachie, na saa zingine hataki hata umpate mtoto kutokana na yeye. Sasa unakuta wakati wako unakwenda, miaka yako yanakwenda, lakini unapoteza muda wako. Ni washauri tu vijana ambao sasa sisi tumeshawaachia. Ni washauri vijana, hakikisheni unapata mchumba, lakini nyingine nzuri zaidi hiyo, mwende makanisani mkasali, mwende msikitini mkasali. Mungu ni wa kwanza. Na pili, tupunguze hii kitu ambayo inasemwa kilevi, kwa sababu mtu akishapiga kilevi hawezi kujua anakokwenda. Ukipiga hata unaweza kujinyonga, ukishapiga hiyo pombe zako unaweza kufanya nini. Naomba tu muende kanisani, muende msikitini mkasali. Mungu yupo, kwa sababu Mungu ndiye anajua wote tulio hapa, na sisi tukimshika Mungu vizuri, Mungu ni wa wetu wote, awe Muislamu, awe Msabato, awe mlokole, Mungu ni huyu. Lakini tuende tukasali, tumpende Mungu kuliko mambo ya dunia. Sasa watu walokutaja wewe kama miongoni mwa watu ambao walikuwa marafiki wakubwa sana wa marehemu Macheda. Kwa upande wako wewe sasa utamkumbuka Macheda katika engo ipi na ipi? Zaidi nitamkumbuka tu kwamba alikuwa fundi umeme, lakini niseme tu na hii alichojifanya sio nzuri. Mimi nimewashauri sana na huyu mwanamke. Mimi Macheda alikuja kwangu, nilimuita Macheda na yule binti nikampigia simu, nikamwambia binti njoo. Nikamwambia Macheda umemfanyia nini mpaka anaongea maneno ya ovyo ovyo? Yule binti akaniambia tu huyo sijui hata mimi kwa nini nasema hivyo. Mimi nimewashauri sana. Na nikamwambia Macheda achana na huyu mwanamke au binti unayelingana naye. Lakini sasa wa mashangazi wakishakushika kuacha ni kazi ngumu. Naona ilimfanya Macheda hata kutoka huko. Kwa kweli mimi nimeshauri sana. Lakini Macheda alikuwa fundi umeme mzuri. Lakini ndio hivyo amejinyonga sasa. Hiyo ni hukumu yake na Mungu, sisi hatujui. Mungu anajua alichofanya na Mungu anajua kwamba wakati yuko duniani alikenda nini kizuri. Lakini sisi kwa sababu mtu akijinyonga mara nyingi amekata maisha yake mwenyewe. Sasa ni yeye na kamba yake aliyojinyonga. Lakini niseme tu Macheda alikuwa fundi umeme mzuri, ni fundi wangu mzuri na ni rafiki yangu sana. Niseme sio rafiki yangu, ni kijana wangu. Na aliyefanya nikamfahamu Macheda ni fundi umeme anaitwa Aladi. Aladi ndiye alimleta kwangu. Na mara nyingi Macheda alikuwa kijana ambaye ana shida. Mimi niseme vijana mpunguze tu na kinywaji. Kama wewe kijana unaona mwili umekuzidi, mwambie baba kama unaye babako, au utafuta mchumba, peleka mali uoe kuliko kukimbilia mama wanaokuzidi umri.